إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله خير زاد يوم الميعاد. عباد الله، إن من أعظم أسباب المعاصي الفعلة وقلة التفكر، ولو أن العبد يتفكر حق تفكره في عظمة الله ومراقبته في النعمة عليه وفي الموت والقبر والآخرة لما تجرأ على معصية ربه سبحانه وتعالى. لما تجرأ على معصية الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى في محكمه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu na kumtakia rehema na amani zimwendee nabii wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tunapata fursa ndani ya mwezi wa Muharram, mwezi ambao ni mwezi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema huu ni mwezi wake. Kwa hivyo ndugu Waislamu, ni mwezi ambao kwamba tunahimiza kufanya kheri nyingi ndani yake, kufanya wingi wa sadakati, kufanya wingi wa dua, kwa sababu amali ndani ya mwezi huu mtukufu wa Muharram Allah Subhanahu wa Ta'ala anaipenda sana. Swala na salamu zimwendee nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ali zake na maswahaba zake, ambao alifanya bidii na juhudi kubwa juu ya kufikisha kilima cha la ilaha illa Allah mpaka katika hijjatul wada akawa anasema Allahumma ashhadu inni balla'tu risalati. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuwa shahidi wa kweli nimefikisha risala ambayo kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtuma nayo, mpaka ikafika aya ya mwisho, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dina, mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamteremshia aya ambayo kwamba leo nimekamilishieni dini yenu na nimeridhia Uislamu uwe ndio mila ya Uislamu. Ndugu Waislamu, leo inshallah biidhni Mola Subhanahu wa Ta'ala tutaweza kuzungumzia mada ya kutafakari, mada ya kufikiria, kutumia akili katika mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametueleza aya si moja si mbili kuhusiana mbona wanadamu hatutafakari, yani hatuangalie ni nini ambacho kwamba tunalofanya na nini ambacho kwamba tunalosema. Na kwa ajili ya kukosa kutafakari neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ama wakati wa kuongea, basi inabidi watu wanadamu wanaingia katika maasi ya kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sababu kwamba inafanya mwanadamu anaingia katika maasi ni kwamba ni kila tafakuru, ni uchache wa kufikiria neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, uchache wa kufikiria nini ambacho kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala ameumpa, ni neema gani ambazo kwamba nazo. Mbona huyu mwanadamu anafika wakati kunywa pombe, anafika wakati kufuta sigara, anafika wakati kufanya zina? Nini? Illa tafakuru fi makhluqati Allah, ni uchache wa kufikiria juu ya uumbaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu Waislamu, uchache wa kufikiria ama uchache wa kuwazia au kufikiria maisha baada ya hii dunia, ikiwa Muislamu unaweza kufikiria
kufikiria, vipi nitaondoka katika ulimwengu huu, vipi mimi nitakuwa maisha yangu ya kaburi, vipi nitakuwa kadha wa kadha. Ukawa unafanya muhasabu wal muraqaba, ukawa unajihesabu mwenyewe, unajiita mkutano, unajiuliza, je, mie nikitoka katika dunia hii nitakuwa mgeni wa nani? Nitakuwa na hali gani mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Lau kama muumini utafika wakati kufikiria jambo kama hili, basi kama ulikuwa umetiania kufanya maasi, utapata unarudi nyuma, kwa sababu kuna kitu unafikiria. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'an, inna fi khalqi samawati wal ardh wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin ulil albab. Mola Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, hakika katika uumbaji wa mbingu, hakika uumbaji wa mbingu na ardhi, Allah Subhanahu wa Ta'ala alladhi rafa'a sab'a samawati bighairi ghamadin tarawnaha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambao kwamba ameinua mbingu saba bila kuona nguzo yoyote mahali popote. Allah jalla jalaluhu, ukiangalia nguzo hii au ukiangalia dhati Allah Subhanahu wa Ta'ala au ukaangalia mbingu, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utakumbuka kwamba al-Malikul Jabbar fa'alu lima yurid, mfalme wa falme afanya atakaye, ambaye ameinua mbingu hii na ardhi. Mbona mimi niko chini ya mbingu na mbona namwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ukaangalia ardhi, kaifa banainaha, vipi Allah Subhanahu wa Ta'ala ameitandaza na ameirembesha na kila kitu. Basi nani kwa kwamba anaweza kufanya kazi kama hii isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mie ni mtu mdhaifu, mnyonge, sina lolote, siwezi kujisimamia lolote ila kwa msaada wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukatafakari juu ya uumbaji wa mbingu na ardhi, na ukatafakari waktilafi layli wan nahar, vile usiku na mchana unavyobadilika, basi ayati ulil albab, ni alama, ni mazingatio kwa wale ambao kwamba wana akili ya busara. Ndugu zangu Waislamu, kwa hivyo ndugu Waislamu, kama umma huu ama kama sisi Waislamu tungekuwa tunatafakari, tunaangalia mbingu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Mulk kwamba angalia katika mbingu, je, unaweza kuona mwanya wa aina yoyote? Tangu Allah Subhanahu wa Ta'ala aumbe mbingu na ardhi, hamna mpasuko mahali popote. Ni nani ambao kama anafanya utendekazi isipokuwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Wachache sana katika waja Allah Subhanahu wa Ta'ala, maindi zao, fikra zao waliweza kufikia katika upeo huo katika kufikiria. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, alladhina yadhkuruna Allah, wale ambao kwamba wanamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala qiyaman wa qu'udan, kwa kusimama na kuketi, wanamdhukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya swala, ndani na nje ya swala, wanaleta adhkar, wanasema rabbana ma khalaqta hadha batila, wakana mulia Mola wao Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya kufikiria, Mola wetu, ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Mola wetu, mbingu na ardhi na usiku na mchana unavyobadilika, hujaumba hivi kwa bure tu. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak, utukufu wako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, faqina adhaban nar, Mola wetu tusamehe na utuepushe na moto. Kwa hiyo nini ambao mmemfikisha mpaka akawa anatoa dua kwa ajili ya tafakuru fi khalqillah, juu ya kufikiria maumbile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu. Ndugu Waislamu, Mwenyezi Mungu vile vile anatuambia, rabbana innaka man tudkhilin nar, Mola wetu, hakika yule ambao kwamba utakayemwingiza motoni siku ya kiyama, fakad akhzaita, utakuwa mdhalilisha, wa malidhalimina min ansar, hakika madhalimu hawatapata nusura yote mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo tafakuru fi khalqillah, ni kufikiria. Wangapo ambao kwamba wanafikiria katika dunia na wao na dunia. Mtu anafikiria namna atakapopata utajiri, anafikiria namna atakapopata kiwanja, lakini kufikiria
kwamba maisha baada ya hapo yatakuwa namna gani, basi qalila min ibadi shakur, wachache mno katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao kwamba wanamkumbuka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wakala Allah subhanahu wa ta'ala vile vile Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika hali ya kufikiria kuwazia mbele anasema afala yatadabbaruna alquran, enyi waislamu hamtadabbur, hamzingatii Qur'ani. Maneno ya Qur'ani yasomwa, Qur'ani yasomwa mchana na usiku, tuwakumbusha kwa ile na ile, hili ni haramu, hili ni halali, lakini nyoyo kaswa bilqalb, nyoyo zimekuwa ngumu, hazishutuki na aya ya Mwenyezi Mungu wala kusikia maneno ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nini ambacho amenifanya? Kwa sababu nyoyo zimekuwa ngumu, nyoyo hazitafakari kwamba mauti, maisha ya akhira yaja, hafikiria bali anafikiria bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Hakika mwanadamu anafikiria maisha ya dunia, anang'ang'ana na maisha ya dunia, lakini ajui kwamba akhira ndio sehemu ya kuishi, ya kubakia. Hakuna dara ambayo kwamba atakuja kuishi baada ya kutoka duniani isipokuwa ile nyumba ambayo kwamba aliyejenga mwenyewe. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambia afala yatadabbaruna alquran, mbona hawatadabbur, hawazingatii hii Qur'ani inaposoma. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema am ala qulubin aqfaluha, ama nyoyo zenu zimekushikwa na kutu, ama zina kufuli, zimefungwa, hazioni. Barana ala qulubin ma kanu yaksibun, bali nyoyo zao zimekuwa nyeusi, zimeshika kutu kwa yale kwamba wanadamu wanafanya. Kwa hivyo unaweza kupata kikao ama jalsa yoyote, watu wameketi, lakini wanazungumzia dunia tu, wanazungumzia maendeleo ya dunia, investment zao, wanafanya hili, wanafanya hili, lakini hamna mtu ambaye kwamba anakuja na fikra nitakuwaje mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu. Waqala aidan kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat la'allakum tatafakkarun. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatubainishia aya zake ili tuweze kutia ndani ya akili. Ndugu Waislamu, Muislamu kukaa kufikiria mambo yake ya kidunia na mambo ya akhira ni amru muhimu jidda, ni jambo kwamba lina umuhimu sana. Ikiwa utaitia ndani ya moyo wako jambo la kufikiria, wallahi utaweza kufanikiwa, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha arata an taf'ala amra fatadabbara aqibataha wa in kana khayra famudhi wa in kana sharra fantahi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia ukitaka kufanya jambo lolote, ukitaka kufanya amri katika amri yoyote ambayo kama utakufanya, fatadabbar aqibataha, angalia mwisho, usiangalie mwanzo tu, angalia kwamba ni outcome lile ambalo kwamba nitakalifanya ni nini, result zake, matokeo yake itakuwa ipi. Fa in kana khaira, ikiwa jambo hilo ni la kheri, famudhi, basi litekeleze. Wa in kana sharri fantahi, ikiwa jambo hili litakuwa ni la shari, basi liachane nalo, kwa sababu ya kukumbuka uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuha almuslimun, law tatafakkara al-aasi anna Allah yarahu fi kulli haraka wa ya'lam sirrahu wa alaniyatahu. Law kama sisi wanadamu tungekuwa tunatafakari, tunakumbuka kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuatuona. Alam ya'lam bi anna Allah yara, Qur'ani inatuambia ewe mwanadamu ufahamu kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yukuona yale maasi ambayo kwamba unayofanya usiku na mchana. Wewe ambao kwamba unakuta bangi, wewe ambao kwamba unafanya maasi aina fulani, alam ya'lam bi anna Allah yara, ufahamu kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yara. Allah muttali alayka, Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuona bila kizuizi chochote. Ndugu zangu Waislamu, lama akadama ala alladhina qalu ta'ala, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema alam ya'lam bi anna Allah yara walau tatafakkara fil maut alladhi la ya'lamu maw'idahu lama sawfa tauba. Lau kama mwanadamu angekuwa anatafakari, kukumbuka, anajikumbusha, mimi nimekuja ulimwengu huu, asili yangu ni nini? Asili yangu ni tone la manii. Asili yangu ni nini? Asili yangu mimi ni mdhaifu,
akawa anajikumbusha stage za maukomo mwanadamu akapitia, akasema mimi si lolote bali mimi ni abdu min ibadillah, mimi ni mja katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, lazima nitekeleze aya Mwenyezi Mungu semayo, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba wanadamu na majini isipokuwa lengo kuu ni kumwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Lau kama mwanadamu angekuwa anatafakari, basi hangekuwa anafanya taswifa fi tauba, kusema nitatubu, nitaomba, nita. Lau kama mwanadamu angejua kwamba al-mautu yati baghtatan wal qabru sundukul amal, mautu humjia mwanadamu ghafla na kaburi ndio sundukul amal ya kila mwanadamu. Ndugu zangu Waislamu, kwa hivyo kwa sababu mwanadamu ameghafilika, mara nyingi wafikiria dunia yake, hafikirii kesho yake atakuwa ni wangapi ambao kwamba. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, vile vile Rasul anatuambia katika hadithi nyingine, akthiru dhikra hadhihi ladhat, yani al-maut. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia tufikirie, tuwazie, kumbukeni kwamba mauti, kumbukeni ile siku mauti ambayo kwamba anafanya jambo likwamba likuwa na ladha likawa ni sumu kwako. Leo umepanga jambo fulani, basi unapata ulipati, mauti yashakufikia, yashakufagia. Wangapo ambao kwamba wamejiandaa maisha yao, wamepangilia, lakini mauti naye hawajui atatokea lini. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu hawajui mauti itakuja siku gani. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuzi'a 'anil nar wa udkhila al-janna faqad faza wama al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia hakika kila mtu ataonja mauti na atarudi mbele ya Mola wao subhanahu wa ta'ala. Yule ambaye kwamba atakayepushwa na moto na akaingia janna, faqad faza, atakuwa amefaulu. Wama al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur, haikuwa maisha dunia ambayo tuko yake leo, tuko katika mgongo wa ardhi. Maisha haya ni maisha ya kumdanganya mwanadamu, ni maisha ambayo kwamba yanakatika anytime, unarudi mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, wajhu Allah subhanahu wa ta'ala, wa min a'zam ma ya'iba ala tark al-ma'asi tafakkur fi ni'matillah fa kayfa ya'si Allah bi ni'matihi. Ndugu Muislamu, mbona mja Allah subhanahu wa ta'ala akampa neema ya mali, anatumia mali yake kwa ajili ya kumwasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu akampa neema ya macho, atumia macho yake kumwasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Amempa afya, ana destroy life yake kwa ajili ya kuingia katika maasi, hakumbuki neema ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Thumma la tusalunna yawma idhin 'anil na'im, kisha kila neema ambayo kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekupa, basi utaulizwa, ama mimi na wewe tutaulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Namna aliyosema, wama bikum min ni'matin fa min Allah, neema yoyote ambayo kwamba unayo ujui inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Neema ya afya inatoka kwa Allah, neema ya mali inatoka kwa Allah, neema ya umaskini inatoka kwa Allah. Kila kitu ambacho ulicho nacho, wama bikum min ni'ma, hakika chochote ulicho nacho katika neema fa min Allah, inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakala al-Hasan al-Basri, asema mwanazuoni mkubwa huyu ambao kwamba tabi, anasema katika maneno yake ambao kwamba yanafaa kuandika kwa wino wa dhahabu, anasema mazala wal taqwa yatafakkarun, anasema mazala wal taqwa yatafakkarun hatta natukat qulubuhum bil hikma. Anasema wala ambao kwamba wanafikiria, mtu anakaa anawaza, anafikiria dunia yake, anafikiria akhera yake, basi mpaka inafika kipindi anatoa maneno ya hikma ndani, yanatoka ndani ya moyo wake. Yani mtu ambaye anafikiria, akakaa kawazia, akatoa jambo ambalo kwamba linaweza kuokoa umma. Alivyosema siku moja wa Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, anasema rubba ara rajulan yadhkuru hadithan wa ana a'lamu hadha al-hadith qabla mawlid abi walakin ajlis astami'u ka'anni lam a'lamu ikraman li kalam rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aliwahi kusema kuna kipindi anaweza kumwona mtu ama anatoa mawaidha
ama anasoma Qur'an, anatoa mawaidha, anasema nini Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye anasema nishawahi kusikia hata kabla ya babake kuzaliwa, lakini nitanyamaza, nitamsikiza kwa kuchukuza maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siangalia inayotoa ni nani, natoa yanayotolewa ni ya nani? Ni ya habibana salawatu rabbi wasalamu alayhi. Kwa hivyo mtu ambao kwamba watu ambao kwamba wanatafakari, wanatoa maneno ya hikma ndani ya nyoyo zao, lakini mtu ambao kwamba afikirii, basi mtu anaweza kuambia wewe ni mtu mzima, lakini huna jambo lolote la muhimu. Wewe unaongea kama mtoto, kwa sababu umri wake hafikirii lolote. Na kutofikiria ama kuwazia nini unasema mbele ya watu, basi ndio mambo mengi yamesababisha watu wengi wameingia ndani ya makosa mengi ya hata kupitia ndani ya vyombo vya habari. Mtu anakaa anaropoka lolote bila kufikiria mwisho wake utakuwa namna gani. Ndugu Waislamu, atafakkur, kufikiria katika dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo la muhimu sana. Wakala Ibn Qayyim rahimahullah vile vile pia anasema atafakkur yad'u ila al-amal. Kutafakar, kufikiria kunampelekea mtu kufanya kitendo, ima kitendo kizuri au kitendo kibaya. Kitakufanya dhambi, umefikiria. Kitakufanya jambo la heri, umefikiria. Wala amala ila al-huda, lakini ukiwa utafikiria vizuri kama mcha Mungu, wallahi alazim utaelekea katika uongofu. Lakini kama mtu atafikiria kama yeye tu, basi utapata anaingia katika maasi ya ndugu zangu Waislamu. Fattaqullaha ibadallah, tumche Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, waqtiru min tafakkur wal i'tibar. Tuzidishe sana, tuwe watu ambao waumini ambao kwamba tunafikiria tunalolitaka, tunalifikiria jambo kwa tunataka kulifanya. Si kwamba tunafanya ndio tunaanza kufikiria. Tukifanya ndio tuanze kufikiria, yatakuwa ni majuto. Utatamani jambo kwamba ulilisema kabla ya kufikiria, ulirekesha ndani ya moyo, lakini halitarudi, utakuwa ushaharibu. Ndugu Islam, atadabbur wal i'tibar fi maqalatina, kufikiria katika lolote ambalo tunalofanya basi ni muhimu sana. Wakali Imam Ibn Qayyim rahimahullah vile vile, aslu kulli khairin wa sharrin inma huwa min tafakkur. Asili ya kila jambo la khair ama la shari, asili yake inakuwa ni kufikiria katika dhati ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna tafakkura yad'u ila al-amal, basi tafakari na mtu katika amali. Au kwa kumalizia, ndugu zangu Waislamu, anasema katika wale ambao kwamba ni salafuna swale, anasema Sufyan Thawri kibari, katika wale ambao kwamba ni kibari tabi'in, anasema kwamba innamal ilmu bita'lim, innamal ilmu bita'allumi. Hakika elimu mtu upata kwa kusoma. Hakika elimu mtu usoma. Kuna ile elimu ambayo kwamba ya kutafuta na kuna ile elimu mtu anazaliwa nayo. Kwa hivyo elimu ambayo kwamba ya kutafuta, anatuambia kwamba innamal ilmu bita'allumi wa innamal ilmu bitahallumi. Anasema kwamba elimu inapatikana katika kusoma na upole, mtu kufikiria yajayo maisha yake, au kufikiria ulimwengu wa sasa, basi njia moja upole. Ndugu zangu Waislamu, aqulu qawli hadha wa